Nilipofika ndo nikaenda nikafunua ile ndoo. Kufunua ile ndoo nikamkuta mtoto amewekwa kwenye ndoo, amekunja uso wake, ameelekeza chini ya ndoo. Mtazamaji wa Tesha Eye, hapa ni katika mtaa wa Eso jijini Arusha. Tumefika hapa mara baada ya kupata taarifa ya kichanga kinachokadiriwa kuwa kimekamilika kabisa, yani miezi 9, kimekutwa kikiwa kimekunjwa katika ndoo ya lita 10 mithili ya samaki na kutupwa katikati ya mfereji huu. Inaelezwa kwamba aliyeshuhudia wa kwanza alikuwa amefika katika mazingira hayo kwa ajili ya kubeba migomba kwa ajili ya malisho ya mifugo nyumbani, na alipofika katikati ya mfereji huu aliona ndoo ya lita 10 mpya kabisa. Akafurahia akidhani ni kitu kizuri ama kitu cha thamani kipo ndani yake, lakini alipofunua ndoo hiyo alikutana na kichanga hicho ambacho kina nywele nyeusi kabisa, hali inayoashiria kwamba mtu huyo alimzaa na baadaye kumtupa. Tumefika hapa kuzungumza na majirani, mashuhuda na uongozi wa mtaa huu, ambapo wengi wamelaani kitendo hicho na kutoa ushauri kwa wale wenye tabia kama hii kuacha, la sivyo Mungu atawalaani. Mimi ni France Halfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye. Kwa majina yangu naitwa Mama Zainabu, naishi mtaa wa Yeso. Kwa kweli leo tumesikitika, tumekuta mtoto amewekwa kwenye ndoo. Mtoto mwenyewe anaonekana kama vile kazaliwa leo asubuhi. Imetuuma sana kwa sababu mwenyekiti alikuwa anapita ndiye akasema jamani kuna mtoto katupwa maeneo ya hapo kwenu, katupwa kwenye ndoo. Nilipofika ndo nikaenda nikafunua ile ndoo. Kufunua ile ndoo nikamkuta mtoto amewekwa kwenye ndoo, amekunja uso wake, ameelekeza chini ya ndoo na kitovu chake kiko kwa juu. Ndo hapo ndo watu wakaendelea kuja na kuendelea kutazama ile ndoo. Kila mtu anaenda anafunua na angalia na kuendelea kusikitika. Tunasikitika sana. Wanawake wameshazidi, wamekuwa yani wanawake wameshakuwa sijui hata niseme mashetani. Yani wamekuwa mashetani wa uaji. Ni kwa jinsi gani mwanamke anabeba mimba miezi 9, anazaa mtoto anamweka kwenye ndoo, anamuua? Ni ujasiri wa design gani? Mungu atusaidie. Serikali pia itusaidie. Maana unakuta mwanamke sio wa mbali, labda unakuta ni wa mtaa huu, lakini unakuta anakuja kutupa mtoto kama hivyo, anaondoka anasema labda ameenda kujifungulia sehemu nyingine. Baadaye ukimuuliza, akija sasa kwenye mazingira alikuwa anaishi, ukimuuliza mtoto yuko wapi, anakuambia nilienda kujifungua kijijini, amefariki. Kumbe unakuta amekuja kumtupa mtoto, anakimbilia kwenda kukaa sehemu nyingine, baadaye akirudi ukimuuliza hivyo ndio anakuambia hivyo. Wanawake inasikitisha sana. Inabidi yani kwa kweli Mungu atuhurumie. Ule mtoto anavyoonekana ni kama kazaliwa. Yani ule mwanamke kama vile kamzalia ule mtoto kwenye ndoo. Kwenye ndoo, yani kama vile kamzalia ule mtoto kwenye ndoo kwa sababu kitovu kabisa kinaonekana kukatwa. Ule mtoto anaonekana kama jinsia yake ni wa kike. Kwa kweli kwa wito wa serikali itusaidie. Sasa sijui itatusaidia kwa design gani kwa sababu inakuwa ni vigumu sana kumfuatilia kwamba ni mwanamke gani. Labda sisi wanawake kwa wanawake tuangaliane. Unakuta labda mimi nilikuwa nina mimba au labda mtoto wako labda unakuta na mimba, baadaye unakuta hana ile mimba. Inabidi umkazanie umuulize kwamba ujauzito alikuwa nao ameupeleka wapi? Hapana. Uhalisia upo hivi, maisha kweli ni magumu. Lakini haipelekei kwamba wewe ubebe mimba kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi 9. Miezi 9 nafikia kuzaa unamtupa. Kama umeweza kukabiliana naye kuanzia akiwa tumboni, hujui alikuwa anaishi gani, anaishije huko tumboni, hata huko duniani hauwezi ukajua ataishije. Mwenyezi Mungu tu atakusaidia ataishi salama. Niko natoka hapa naelekea kazini. Sasa kupita njiani nikakutana tukio kama hilo, kuuliza ndugu zetu hao, wakasema kwamba kuna mtoto katupwa kwenye ndoo. Kiukweli mimi binafsi hili jambo limeniuma. Wako watu wana shida hawapati watoto miaka na miaka, wanaenda hapa kwa waganga hawapati. Mtu kama mwanali ni ngumu, mambo yamekushinda, zaa mtoto, mweka hata mlangoni kwa mtu au hata ni kanisani, ni msikitini, msaada hawezi kosa. Kwa sababu umevumilia kubeba kuanzia mwezi wa kwanza, imefika miezi 9.
Ni bora ungemzaa tu. Tumekata mlangoni kwa mtu anajua kweli huyu mtu hakuna nia mbaya. Hakuna nia mbaya. Mpaka amemfikisha hapa ni kwamba anahitaji msaada, lakini kulikuwa ni kuua kutupa kwenye ndoo. Hapo amekosea. Yaani adhabu zipatikana hata kama ni mimi binafsi, hata apewe kifo cha kunyongwa. Maana ni muuaji. Majina naitwa David Robert Masawe. Mimi ni mwenyekiti wa vijana hapo juu. Ndio. Tukio hili sisi tulipata asubuhi, tulipata taarifa kwa mtoto ametupwa. Tukio hili kweli limetuumiza. Sawa Maana mabinti sasa hivi wanapata ujauzito wakiwa wadogo. Wakati ukiangalia hospitalini sasa hivi watu wanafundishwa, uzazi wa mpango upo, unaona kinga zipo. Pia mpaka shule za msingi sasa hivi kuna madarasa kama darasa la 7 na kuna form 1 form 2 watu wanafundishwa nini? Uzazi wa mpango. Jiti zipo. Ushaelewa Yaani mtu akibeba mimba ni kama amekusudia. Hakunaga mimba nini ya bahati mbaya. Ushaelewa? Mtu akibeba mimba anajua sasa baada ya miezi 9 nitajifungua. Unaona? Lakini mtu akusudia kutoa kama hiyo mimba mfanye kutupa. Sawa. Ushaelewa? Na hii kitu inatokea kama serikali baadaye iandike ratiba ambayo mtu anapata mimba hawa anagundulikalika. Ushaelewa? Chunguze gani mama fulani sasa ni mjamzito, hata mimba ikiharibika ndio tunapeperusha apewe. Ushaelewa? Maana mtu anaharibu mimba baada ya siku anatupa mtoto kama huku, atoa mimba yake ametupa mtoto, anatupa afa anasafiri. Au anatoka mtaa mwingine huko. Ushaelewa Kwa hiyo hakunaga mimba nini ya bahati mbaya. Hakuna mtu kusema eti maisha ni magumu. Kati maisha ni yale. Umeona? Ili mtu kakusudia. Maana umebeba kuna mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa 3, wa 4, miezi 9. Leo mfanye umetupa, ni mtu kakusudia. Hali mtu kama yutoka kikamatwa mtu kama huyo fundisho kwa nini? Kwa wanawake wengine. Umeona Ndio hichi fanya kisuri. Maana akamatwa huyu hangu watajifunza. Elewa itakuwa nini fundisho la nini wengine. Maana hii ni aibu. Hiyo shamba kama hili, shamba hapa hii ni shamba nini? Shamba mimi la kwangu ile hapo. Elewa hiyo tupa mtoto wako. Na nashukuru Mungu alifanyaje hajabahatika. Maana tungekamatwa ingekuwa sasa tunaongelea mambo mengine. Umeona? Kwa hata mabinti sasa hivi wajue kabisa uzazi wa mpango upo. Na unafundishwa kila siku. Serikali inatoa la nyingi sasa kwa jinsi masuala nini ya uzazi wa mpango. Walimu kila siku wanafundishwa, watu wapitiwa mpaka mtaani huko. Hakuna mimba bahati mbaya. Au sema maisha ni magumu, eti kubeba mimba, hii maisha ni magumu hapana. Maana umekutana na mwenzako umekusudia. Umejua sasa ukijana bana maana maisha. Hauwezi kutoka kijana na maisha kumbebea mimba hata siku moja. Unaelewa? Au kijana yupo kwa unambebea mimba hata siku moja. Baada ya siku unajua mtoto atazaliwa. Atakuwa pate nini? Vitu vyote. Unaelewa? Na hii baada ya kubeba mimba, afu kijana akakatalia mimba. Umeona? Ni kitu ambacho hakipo. Unaelewa? Maana mlikaa chini mkapanga tunataka mtoto. Haiweza wewe mwanamke umebeba mimba wakati uzazi wa mpango huko. Vidonge vipo, sindano ziko. Yaani kinga zimekuwa ni nyingi sasa hivi. Kibeba mimba ni mtu umetaka nini mwenyewe. Utupaji watoto hivi inawezekana ukawa laana kwa kizazi chetu. Tunaona matatizo yaishi kwenye nchi na dunia. Maana kuna mtu mwingine anatumia gharama kubwa kutafuta mtoto. Atatumia dawa hizi, lakini apati nini? Paka ndio kwenye maombi, paka mwingine anafunga kutafuta nini? Mtoto. Lakini mtu leo unapata mtoto mzito, leo unatupa mtoto. Kwa kama hiyo ni laana. Elewa, maana hiyo laana hata mtani kwetu kulaana hizo. Wanaume wanawaambiaje? Wanatoa hizo ujauzito. Wanawapa. Hayo mwanaume unapompa binti mjauzito, hiyo kabisa baada ya siku pambana na mwenzako. Hata kama una kitu, hicho unachokipata kitasukuma maisha. Unaelewa? Hakuna mtu ambaye ana kitu kilichojaa mfukoni. Hata kidogo hicho kidogo. Hicho kitasogeza. Unaelewa? Unapokatele kitu unamtengenezea mwenzako mazingira nini? Magumu. Vishawishi vinakuwa nini? Vingi. Maana unapokataa ile mimba inakuwa mwenzako singira anakuwa anajiuliza kwenye kichwa fahamu yake. Bora nitoe. Unaelewa? Ndio matatizo kama haya. Lakini usingekataa ungesema baba nataka kuilea. Sasa binti asingiza kutoa mimba kama hii. Kuja kuchukua mgomba huko. Ndio Nikakutana na hiyo ndio imelala hapo. Ndeni kuchukua nanili hiyo ndo kuweka hapo kunanili kufunua, ndo nikakuta huyo mtoto nikakimbia. Mimi huku tunachukuaga migomba, maana mimi nafanya kazi kwa mama yangu huku. Mimi nilipokacha mimi ndo nikananili nikawaita watu
Watu wakaja huku ndo wakakuta mzigo huku. Kwa mtazamo wangu mimi kama mwenyekiti wa mtaa huu, mtoto ametoka mtaa wa jirani. Sidhani kama ametoka mtaa wangu. Lakini kwa kuwa ni binadamu kama binadamu, itabidi kufuatilia tuangalie ni nani aliyefanya tukio hili kama ni baya sana. Hili tukio ni limeuma sana. Sababu mtoto huyu ni mkubwa. Utaki angalia alikuwa kiumbe kizuri, kwenda kawa angetusaidia wengine wazee wake, lakini ndio hivyo mama kaona yeye kwake amfai, lakini sangeona bado hata huruma amtelekeza hata njiani tu atupe sisi. Tumsaidie. Na kesho kutwa anakuwa kwake, sio kwangu mimi. Mimi matukio haya kama maishani tokea muda mrefu sana. Kuna mtoto mmoja nilimsaidia, na sasa hivi yuko chuoni. Lakini mama yake tulimnyima mtoto na mzazi wake tulimnyima mtoto. Kabisa kutokana na matukio kama haya wanavyofanya. Wewe mtoto amekushinda, unataka mimba yako ina matatizo, nenda hospitali kajifungue tukusaidie. Usitelekeze kwenye mashimo. Huyu ni binadamu kama wewe. Je, na wewe ungetelekezwa kama ulivyomtelekeza huyu? Ingekuwaje?